moja mara moja 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 mara mbili mbili moja mara tatu tatu mpaka timetable ya 12. Lakini mimi wanangu wawili wapo university chuo kikuu, nikiwapa 7 mara 4 ukishtuka atakwambia 62, kwa sababu wao wanaingia darasani wanahesabia hapa, vichwa vishakufa, hawana uwezo wa kuji wenyewe, hawawezi. Vijana wa sasa hivi hawa, wewe uliyeisoma ile minhaji wakakwambia wal'udhul munfasilu kama itatihi, hata usiposhika sharhi utaelewa kwa nini kasema al-munfasil na hakusema al-mafsulu. Utaelewa kama kilichongoka chenyewe kinakuwa kama itati, vipi kilichokatwa maksudi famimbabi au la. Wewe utaelewa hivyo, umsubiri tena mshereheshaji hawa wa sasa hivi atakuuliza hicho kimekatika kwa bahati mbaya, kilichokatwa maksudi watakuuliza wasomesha. Sheikh Uthman Singa master, mdogo wangu huyu ana degree 2, mchumi huyu ni mchumi katika mashekhe ambao wamespecialize katika mambo ya uchumi. Maana watu wanatuchukulia sisi tukusoma, kaka sijui uko padri mmoja anasema waislamu hawakusoma. Allah, kwani kitu tunachokisema nini? Chesinga kaa hapo mdogo wangu, njoo pige vitu. Mchumi huyo, acha roho ya hasadi utakufa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه والتابعين سبل الله ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Na mimi nimekalidi madhehebu ya Sheikh Ali Mbwera ya kutoka katika kiti. Nimekuwa mukallid Sheikh. Ndugu zangu, maneno yaliyotangulia kuzungumzwa na walimu zetu ni maneno makubwa sana, na wakati jeshi la mtu mmoja anasema na muandaa Sheikh Uthman Singa aje kusema, mwili wangu ulikuwa yartajifu khaufa. Mimi kusema baada ya Sheikh Ali Mbwera, lakini kusema baada ya Sheikh Samiri mwalimu wetu, kwa sababu maneno yao yote yalikuwa dhahabu, hayahitaji baada ya maneno yao maneno yangu mimi. Kama alivyosema yule mtunzi wa Lamiat al-Af'al, yeye amesema kitabu lakini mimi natoa ile kitabu, nasema kalamun law yuba'u biwaznihi dhahaba lakana al-ba'i'u fihi al-maghbuna hawa min thimari al-ilmi afnana falhamdu ala ma habana ihsana. Kazi yangu kwa ruhusa ya mashekhe nizungumzie wajibu wa mtu kwa wazazi wake. Na wazazi swimfani, kuna wazazi wa kukuzaa wewe na wazazi ambao wamekulea. Wajibu wetu ni nini kwa wazazi wetu? Wajibu wetu kwa wazazi wetu ameuainisha Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Pigia mstari pale, ihsana. Na amekwisha hukumu Mola wako kwamba hakuna yoyote anayestahili kuabudiwa isipokuwa yeye. Lakini wabil walidaini
hiyo hasru hiyo. Wabilwalidaini ihsana, na kwa ajili ya wazazi wawili inatakiwa ihsani. Ihsani ni nini? Ihsani ni neno pana sana katika lugha ya Kiarabu, lina maana kubwa sana, lakini ihsani inaenda katika maneno. Kama watu ambao hawajatuzaa sisi, Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema waqulu linnasi husna. Mnapozungumza kuzungumza na watu, hakikisheni maneno yale yana husni, yana uzuri, yanawavuta, yanawapa matumaini. Waqulu linnasi husna wabilwalidaini ihsana. Maana yake huo uzuri wa maneno yetu kwa wenzetu, kwa wazee wetu, unatakiwa uzidi zaidi. Nimeeleweka hapo Waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabilwalidaini ihsana. Ihsani ya maneno, imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma au kilahuma fala takul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Tuambie maneno ambayo yatapeleka ukarimu kwao, yatawapa matumaini, yatawapa furaha, yatawapa faraja. Qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ihsani ya kwanza katika nini? Katika maneno. Ihsani ya pili katika kuwatazama na kuwajali na kuwahudumia. Na hapa hili linategemea le jukumu la kwanza lile, kwa sababu faqidu shay'i la yu'tihi, asiyenacho anakitoa. Utakitolea wapi shekhe? Una. Kwa hiyo ili uweze katika hili jukumu la pili ulitekeleze inavyotakiwa, unatakiwa kwanza yale maneno aliyoyazungumza Sheikh Ali Mbwera, yale uwe umefanya nini? Na katika yale maneno, wallahi hivi sasa Waislamu wengi tuna changamoto moja. Muislamu yupo tu, yani dunia inapompeleka ndo anafanya nini? Anaenda. Subhanallah. Mwenyezi Mungu hamtaki Muislamu wa namna hiyo. Anasemaje ndani ya Qur'an? Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin. Acheni tafsiri za akhira peke yake. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi, hivi yule ambaye anaenda hali ya kuwa anakokwenda hakujui, ahda, atafika we? Maana yake nini? Muislamu anatakiwa awe na maono katika maisha yake, arruya almustakbaliya, awe na maono katika maisha yake, yeye anataka kwenda wapi. Sallu ala nabi. Ukishahadid arruya almustakbaliya, inakuja khutta munafadha muhkama. Unakuja sasa mpango wa kwamba kule ninapotaka kwenda kule naendaje. Sasa huku ukiweka sawa, huku wabilwalidaini ihsana, ile ihsani ya upande wa kuwahudumia ile inafanyika kwa ukamilifu wake. Kwa sababu ukiwa una basi unakuwa unampa kazi mzazi, yeye ndo ahangaike kwa ajili ya nini? Yako wewe, na wakati umri alofikia ni wewe wa kuhangaika kwa ajili yake, wewe wa kumhangaikia, kujituma, kuchakaa, beba zege. Wallahi subhanallah, leo kuna vijana wazungumza hapa wanataka kukaa mitaani, na mimi nazungumza, jamani, tuache tabia za kukaa maskani. Maskani pale hakuna kinachozungumzwa zaidi ya majungu na fitna tu basi.
na kuzungumza maisha ya watu. Basi ukaa nyumbani kwako, kama huna la kufanya, kaa nyumbani, fikiria kuhusiana na maisha yako. Utatokaje mahala ulipo kwenda katika ngazi nyingine ya maisha? Sio kukaa maskani kumjadili huyu, si shehe huyu kafanya hivi, si shehe huyu. Wewe elimu yenyewe huna, unapataje muda wa kumjadili shehe? Shehe anajadiliwa maskani? Shehe hata kama ana mapungufu, maskani haina kibali cha kumjadili shehe. Nazungumza mashehe wapo. Hata kama shehe ana nini? Ana mapungufu, maskani haina kibali cha kumjadili shehe. Bali sio maskani, eneo lolote tu. Idha kana idha saa ile inasemaje? Sio hiyo bwana. Jeshi la mtu mmoja vipi bwana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sio hiyo. Naam, tafsiri yake nakupa hivi sasa tafsiri yake. Tafsiri yake ni kwamba tendo litakapokuwa ni moja la hovyo, sawa sawa, yale mengi mazuri aliyoyafanya yale yanakuwa ni shafaa ya lile tendo moja hovyo. Jaat mahasinuhu bi alfi shafi'i. Nimeeleweka bado hapo? Nimeeleweka? Naam. Nirudie tena. Wa idha alhabibu jaa bi dhanbin wahidin jaat mahasinuhu bi alfi shafi'i. Yani kipenzi, mtu wa elimu akifanya jambo moja bahati mbaya, yale mazuri yake aliyoyafanya yanakuwa ndiyo shafaa yake yale. Na ndio maana siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atawaita wasomi kando na watu wengine, atawaambia kwamba inni kuntu u'badu bifatwakum, mimi duniani nilikuwa naabudiwa kwa sababu ya majibu yenu mliokuwa mnawajibu watu. Wa inni qad alimtu annakum kuntum tukhti'una kama yukhti'u an-nas, na mimi nilikuwa nafahamu kuwa duniani mlikuwa wakati mwingine mnavuruga kama wanavyovuruga watu. Wa ana lam adha ilmi fikum wa ana uridu an uadhibakum, mimi sijaiweka elimu katika vifua vyenu alafu lengo langu ni kuadhibuni. Fadhhabu faqad ghafartu lakum, fadhhabu faqad ghafartu lakum, qad ghafartu lakum, nendeni nimewasamehe, kazi mlioifanya duniani ni kubwa mno. Wa idha alhabibu ata bi dhanbin wahidin jaat mahasinuhu bi alfi shafi'i. Wajibu wako kwa mzazi wako kumhudumia. Na kuna mmoja mara nyingi natoa mfano, alihakikisha kuwa anamtazama mama yake, amekosa kwenda kuonana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sababu yake ilikuwa ni mama yake mzazi Uwaisun al-Qarani, sayyidu tabi'in. Mama, nataka nikamuone Mtume. Mama yake anamwambia ibqi ma'i, baki na mimi, nitazame mwanangu, nitazame mwanangu. Mtume yuko kule katika viunga vya Madina, anawaambia masahaba, sayati alaikum Uwais, atakuja kwenu nyie Uwais, ana alama kadha kadha. Kilichomfanya atajwe na Mtume na awe ni katika watu wa peponi na mujaba da'wa ni kitu gani? Ahsana ila ummi, alikaa kumtazama mama yake mzazi. Kwa hiyo wajibu wetu sisi ni kuwatazama wakina nani? Mwisho nimalizie ndani ya dakika 10. Miongoni mwa wajibu wetu kwa wazazi wetu ni kuwaombea dua wazee wetu, wakiwa hai au wamefanya nini au wamekufa. Subiri shekhe akae. Tuna wajibu wa kuwaombea dua wazee wetu.
wakiwa hai au wamefanya nini? Wamekufa. Waqur rabbi, mwisho kama tuna wajibu wa kuombea dua, na wajibu huu sio kwa wazazi waliotuzaa, wajibu huu hata kwa mashekhe waliotusomesha. Leo mtu akishafanikiwa au amesoma kwa mashekhe, shekhe anakaa hata mashekhe zake awaombee dua. Mtihani mkubwa sana shekhe. Wewe unakosaje kumwombea dua shekhe wako? Tumtazame al-Imam Ahmad wakati yupo katika mjadala na kijana wake Abdullah. Abdullah anamuuliza baba yake, lima tukthiru duaa la, kwa nini unamwombea dua al-Imam Shafi'i? Imam Ahmad anamjibu kijana wake kwa kumwambia, ma bitu 30 sana illa wada'autu fiha lishafi'i, sijapata kulala kwa kipindi cha miaka 30 isipokuwa katika kila siku nilikuwa namwombea dua Imam Shafi'i. Unaniuliza nani Imam Shafi'i? Akamwambia, kana Shafi'i kashamsi lidunya wa kal'afiyati linnas fanzur hal lihadhain min khalaf au bainahuma iwad wa man yaku ilmu Shafi'i lahu imaman famarta'uhu fi sahati alilmi wasi'un. Hajawahi kulala hata siku moja kwa muda wa miaka 30 isipokuwa anamwombea dua mwalimu wake. Mimi na wewe lini tumwombea dua walimu zetu wenyewe tukiwa binafsi katika majumba yetu? Lini tumwombea dua walimu zetu? Kwa hiyo khulasatul qawli, nisirefushe maongezi, ni kwamba wajibu wetu kwa wazazi wetu wa kutuzaa na kutulea, tuna wajibu wa kuwa na lugha nzuri kwao, tuna wajibu wa kuwalea. Leo mashekhe, unakuta shekhe ana wanafunzi chungu mzima, lakini shekhe kachoka, kakonda, akati aliowasomesha wapo. Maana ya kuwasomesha nini sasa? Shekhe asomesha watu chungu mzima, lakini maisha yake ya tabu. Kama nyie aliowasomesha hamumtazami, atakayemtazama yeye nani? Kuwahurumia, kuangalia, kuwalea, lakini vile vile na kuombea nini? Dua. Hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wazazi wako ni jukumu lako. Itakavyokuwa wazazi wako wa kukuzaa ama wazazi wako kielimu, wajali, wathamini, waenzi, ndiyo baraka yako. Sheikh Said Ali Hassan, najua afya yako